Sisi viongozi wa mila wa jamii wa Maasai nchini Tanzania tukiongozwa na uzalendo, utu na dhamira njema kwa taifa letu, tunatoa tamko hii rasmi la kuunga mkono jitihada za uongozi wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan Chifu Hangaya kwa ujasiri wake, hekima na maono ya kuendeleza taifa letu katika msingi wa amani, umoja, usawa na maendeleo endelevu. Tunatambua mchango mkubwa wa Mheshimiwa Rais katika kuimarisha ustawi wa jamii zote nchini, hususan jamii za wafugaji na makundi mengine walioko pembezoni, kwa kuendeleza sera na mipango ya maendeleo inayogusa maisha ya wananchi moja kwa moja. Tunatoa wito wa jamii yote ya wafugaji wa Kimaasai na wananchi wote kwa ujumla kujitokeza kwa wingi tarehe 29 Oktoba 2025 kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu wa taifa letu kwa amani, utulivu na umoja, na kupiga kura kwa Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Chifu Hangaya. Tuwe nguzo wa amani, nuru ya matumaini na urithi wa zamani kwa taifa letu. Samia ni chaguo la amani. Tanzania kwanza, amani kwanza. Tunawapongeza sana sana sana. Ninafahamu tamko hilo mmelitoa nyie wenyewe, mkiwa mmeona na mkiwa mashuhuda wazuri wa kazi kubwa nzuri alizofanya Dr. Samia Suluhu Hassan. Bahati nzuri sana, sisi jamii ya Maa sio watu wa kwenda pembeni na serikali. Na moja ya vitu muhimu sana ambavyo binadamu yoyote anapenda ni kuthaminiwa, kuheshimiwa na kutambulika kazi kubwa nzuri anayoifanya. Na nyie Malaigwanani mmekuwa moja wa watu mnaofanya kazi kubwa nzuri, na ndio maana tukawathamini. Leo tumeamua kusimama hapa na tumewaiteni ninyi ili tuwaambie zile chokochoko nilizosema kwamba kuna chokochoko eti kwamba tarehe 29 kuna kitu inaitwa maandamano. Leo hii mbele yenu na mbele za Mungu tunalaani kitendo hicho, kwamba hatutakuwa na maandamano yoyote. Hawa wanaotushawishi kufanya maandamano ni washamba sana. Wako Ulaya, watoto wao wako mahali pazuri, wanatuambia sisi tuingie barabarani. Nani mwehu kiasi hicho? Ya maandamano yanayozungumzwa hatuungi mkono. Hatuungi mkono kama mara mbili. Sisi kama wazazi, lakini zaidi sisi kama wanawake. Manake katika maandamano siku zote kutakuwa na shida nyingi za kifamilia, ambayo yakipatikana mimi kama mama ndio nitakayeumia zaidi. Atapatikana mlemavu ambaye nitakuwa namuuguza ndani. Atapatikana